Kuna daktari mmoja mpasuaji wa moyo, daktari maarufu, alipeleka gari lake kwa makenika mmoja maarufu pale mjini. Yule akatengeneza lile gari vizuri, akazima, akaangalia mashini, akatoa hiki, nataka kuweka hiki. Alipomaliza yule akamlipa, alafu akampatia ile business card yake. Wewe ndiye yule daktari mashuhuri wa kupasua moyo? Asema ndiye daktari pasuaji wa moyo. Akaanza kumfanyia mzaha, akamwambia, daktari, nikuulize, mimi kazi yangu nafungua engine, nikatoa hiki, nikitoa hiki, na wewe kazi yako wafungua moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo sote tutafungua mioyo, wewe moyo wa mwanadamu, mimi moyo wa gari. Mbona sasa wewe walipwa pesa nyingi kuliko mimi? Yule daktari akamwambia, mimi nikifungua moyo wa mwanadamu si mzimi, huwa bado uko hai, endelea. Wewe gari lako alizima. Tumeelewana? Wewe alizima gari langu ndio ukalihudumia, ukalitoa hiki. Lakini mimi ninapokuwa na utengeneza ule moyo na ondosha hiki na hiki na hiki, bado gari langu linakuwa. Kwa hivyo wanadamu, ukitaka usiingie kwenye fitna, usiangalie maisha ya mwingine. Kila mmoja Allah amempangia maisha yake. Fitna nyingine ni fitna, katika fitna za dini tukizungumza, fitnatu Dajjal. Mwisho wa zama hizi atakuja Dajjal, na Dajjal ataweza kufitini wengi, kwa sababu yeye atakuwa ndiye amesimamia, ukitaka wasikia kiu, maji ninayo mimi, chakula ninacho mimi, niamini mimi, mkufuru Allah. Dajjali itakuwa uso wake umeandikwa al-kafir. Bwana mmoja alimkosoa mwanachuoni kwa hadithi hii, akamwambia, kama Dajjali ameandikwa al-kafir, itawezekanaje Dajjali apate wafuasi na kila anayemuona ameandika al-kafir? Si watu watamjua hili kafiri tu. Yule bwana akamuona ule bwana anayezungumza ni jitu la manahwa, ana pakti ya sigara. Akamwambia, hebu hii pakti yako, hii sigara imeandikwa ni hatari, it is harmful for your life, ni hatari, mpaka imechorwa picha mtu mdomo kansa, amemalizika mapafu, lakini wewe bado wafanya nini? Wachoma sigara. Sasa kama sigara inajitangaza mimi ni mbaya kwako, watumia, na Dajjali atajitangaza kafiri na utamfuata.